Ebana, mambo vipi mtazamaji wa Data Sports? Karibu dimbani, jina langu naitwa Cisco, hii ni Data Sports ya hakika, no bla bla. Karibu tukujuze kile ambacho tumekuandalia nyakati hizi. Yako mengi kweli kweli, lakini kubwa zaidi bwana, tunakwenda kubisha odi ndani ya klabu ya Yanga. Timu Young Africans wana mengi kweli kweli ambayo tutakwenda kuyazungumza hapa. Sanjari na taarifa kutoka ndani ya Yanga, tutakwenda pia kugusa maisha ya Steven Mapunda kwenye mpira wa miguu. Uko tayari? Kama uko tayari basi endelea kuwa nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yanayopewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Kwa nini uteseke na mabeseni na masufuria wakati sisi tupo kwa ajili yako? Kipindi hiki bwana, mamlaka husika zimetangaza mvua zitanyesha kweli kweli. Sasa wakati inanyesha, usije kuomba hifadhi kwa jirani. Sisi tupo, tunauza bati aina zote. Fika kiwandani, sio dukani unakuja kununua kwa bei ndogo mno, kwa sababu sisi tuna kiwanda na sio duka. Kwa hiyo fika kiwandani ujipatie bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile zenye matili ya chenga chenga kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Steven mwana wa Mapunda, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Bwana, Young Africans wamevunja kambi mpaka tarehe 19 watakutana tena. Ndio. Na wakikutana tarehe 19 ndio wataanza tena rasmi. Unaelewa vizuri Wachezaji wa Yanga kwa sasa wanakula bata. Wana enjoy kidogo hizi siku mbili hizi. Unaelewa vizuri Ndio. Lakini tuachane na story hiyo, tutazame story ya kocha wa Yanga baada ya kutua hapa nchini Tanzania. Amefanya kazi kubwa kweli kweli. Kuna watu wamechezea vichapo vikubwa, vile vichapo vya mama mkanye mwanao sihitaji mazoea, vimekuwa vya kujirejea chini ya mwalimu Amdi. Kwako ni mwalimu wa namna gani? Nini hasa ambacho amefanikiwa ndani ya klabu hii ya Yanga? Nikimzungumzia Mirudi toka amefika ndani ya ardhi ya Tanzania, Ndio. Performance yake imekuwa ni bora kweli kweli. Na kila mmoja anatambua katika safari ya Dar es Salaam Young Africa wanatoka kuachana na Gamondi Miguel, anakuja Sid Lamovic. Sid Lamovic naye pia ana perform, na yeye ndo alikuwa ameanzia ile slogan ambayo wana Yanga walikuwa wanatembea nayo ya gusa achia twende kwao, touch release and attack. Yes, na hiyo slogan walitembea nayo na iliweza kuwanufaisha, na hata kuna kipindi walianza tena kurudisha dozi za ambazo Yanga walikuwa wanazipenda zaidi. Na kila mmoja anatambua hilo kwamba Dar es Salaam Young Africa walipokuwa wanaanza msimu huu walianza kwa kusuasua, walikuwa wanafunga goli moja kwa shida sana, wanaondoka na alama 3. Na kama utakumbuka bwana Cisco na watazamaji wako, kuna mchezo ambao Yanga walipata ushindi mwembamba sana wakiwa kule jijini Mbeya dhidi ya Gold, goli moja. Na goli moja kuja kuwa na utata, limevuka mstari alijevuka mstari. Watu walikuwa wameanzisha mijadala mingi sana kwamba Yanga sasa imeanza kudrop. Lakini tunaona Miguel anaondoka baada ya kupoteza mechi ya Azam na kupoteza mechi ya Tabora United. Ndio anaondoka ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Tunampokea Sid Lamovic. Sid Lamovic anakuja mechi ya kwanza ya kimataifa, anakutana na Al Hilal ambapo anapoteza, anakwenda tena kupoteza nchini Algeria. Lakini baadaye anakuja kujipata, tunaona ushindi wake wa kwanza dhidi ya Namungo, anapata goli 2 ambapo assist ya Chama kwa Pacome. Lakini pia Pacome anakwenda kuonekana kuwa shujaa ule mchezo. Hii ni safari ya Sid Lamovic. Lakini Sid Lamovic akiwa tayari Yanga anawapeleka katika utamu wa kuona kwamba sasa tumeweza kutulia na kuweza kugawa dozi. Sid Lamovic katika hali ambayo watu wote hawezi kuamini, anaondoka katika ardhi ya Tanzania. Nani ambaye anakuja sasa kuchukua mikoba yake? Mirudi Amdi anakuja anachukua mikoba yake. Na ndio safari yake sasa tunaanza kuitazama toka afike katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Nini ambacho cha tofauti ambacho amekifanya ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa? Kocha anapokuja katika timu, mara nyingi kitu ambacho tunakiangalia, kwanza tunaangalia uwezo wa timu kuposesi mpira katika mechi, na katika kuposesi pia matokeo katika kila mechi ambayo anacheza. Tunamwangalia katika engo hiyo. Lakini engo ya pili tunaangalia mabadiliko ya kikosi toka kuingia kwa kocha, kikosi chake kimekuaje, anatembea katika nadharia na katika imani ya kocha aliyopita, au yeye anakuja na approach zake zingine. Lakini pia kitu kingine tunakuja kuangalia kocha anapoingia katika timu, kama anaingia katikati ya msimu,
timu anaikuta ikiwa katika level ipi ya msimamo wa ligi na anaipeleka wapi, ananufaisha maeneo gani. Tunagundua kwamba Miludi anapofika anaikuta Dar es Salaam Young Africa ikiwa katika kilele kizuri cha mafanikio kwenye ligi, kwa maana kwamba Sidlamovic anaiacha timu ikiwa katika mazingira mazuri. Lakini wakati huo kukiwa na upinzani mkubwa na Simba Sports Club. Na wakati huo Simba akiwa na faida ya kuwa na alama 2 juu ya Yanga. So daktari, tunamwona Milud katika mechi 6 ambazo anazicheza toka akiwa na Yanga kuanzia sasa tukihesabu mechi 6 ambazo amezicheza, tunagundua kwamba Milud anapata ushindi katika mechi 5. Na anapata sare suluhu ya kutokufungana. Maana sare ni mfanano wa mabao, alafu suruhu ni ya kutokufungana. Na hapo kwenye hiyo michezo 6 Steven Mapunda yanatakiwa pia nini mnasema wa Swahili fasaha, udadavue sijui kuna neno nataka nilitumie nini mnasemaje sijui kutabaranisha sijui ni kwamba ya ligi kuu pekee ama ni na mashindano ya kimataifa ambayo Young Africans pia waliondolewa. Hii tunaizungumzia ligi kuu peke yake, tukiondoa FA na michuano ya kimataifa, kwa sababu Miludi yeye moja kwa moja tunaanza kumhesabia katika michuano ya ndani, kwa maana kwamba katika ligi kuu. Na utakuwa shahidi katika mwezi uliomalizika Miludi ndo amekuwa kocha bora wa mwezi. So daktari, kwa kufanya vyema. Na ukiangalia katika mechi 6 hizo ambazo nilikuwa nimezisema, ameshinda mechi 5, amesuluhu mechi 1 dhidi ya JKT Tanzania kwa kutokuruhusu goli na pia yeye kutokufunga goli. Na ukiangalia katika viwango vya ufanisi katika mechi 6 ambazo amezicheza, Miludi alistahili kuondoka na alama 18 ili aweze kuwa ameshinda kwa 100%. Lakini ukija kuangalia katika hiyo michezo 6 ambayo amecheza, ameshinda michezo 5, amesuluhu mchezo 1. Kwa hiyo maana kwamba anapata alama 16 katika alama 18. Ukija kuziangalia katika viwango vya ufanisi unakuja kuona kwamba Miludi anapata asilimia 88.666 round inakuwa 88.7 hiyo, na ambayo sasa inakuja ni 89 sasa. Ukija ku approximate kwamba anapata asilimia 89 za kiushindani, kwamba huyu amefanikiwa kwa asilimia 89. Kwa hiyo ukiangalia katika viwango vya ufanisi, kama unaweza kushinda kwa asilimia 89, ina maana wewe katika asilimia 100 unakosa asilimia 11 kutimiza asilimia 100. Kabisa kwamba huyu performance yake ni njema kweli kweli. Na ukiangalia katika magoli ya kufunga katika hizo mechi zote 6, anafunga magoli 22 jumla. Kwa kama anafunga magoli 22 jumla, ina maana kwamba ukija kutafuta wastani wa magoli katika mechi hizo 22, maana yake kwamba anashinda goli 3.6 ambazo ukiangalia ukiapproximate hapo ni kama kila mechi moja ana uwezo wa kufunga goli 4. Ukiwa umeapproximate katika hizo mechi 6 zote. Kwa hiyo ukiangalia kama ana uwezo wa kufunga goli 4 kwa kila mechi moja, kwa ina maana kwamba huyu kiwango chake cha ufanisi kipo bora kweli kweli. Na hii kwamba kongole inakuja katika kamati ya tuzo ambayo inasimamiwa na TFF kwa kuweza kumpa kuwa kocha bora wa mwezi, walifanya sawa sawia kabisa kutokana na ufanisi wake ambao ameweza kufanya katika mechi hizo 6. Na ukija kuangalia pia katika hizi mechi 6 ambazo amezicheza, yeye ameruhusu magoli 3 peke yake. Yani ameshinda magoli 22, lakini yeye ameruhusu magoli 3 peke yake. Ambapo ukija kuangalia ameruhusu goli dhidi ya Singida Black Star, goli la Jonathan Soa, lakini pia ameruhusu goli dhidi ya Ken Goldi, na ameruhusu goli dhidi ya KMC. Kwa ina maana katika mechi hizi zote yeye ameruhusu magoli 3 tu. Ukija kutafuta wastani katika mechi 6 hizo, unakuja kuona kwamba ana wastani wa kuruhusu magoli ni 0.3 katika hizo mechi zote 6 ambazo amecheza. Kwa kama ni 0.3 ina maana 0.6 ina maana ukija kuapproximate ukiapproximate kwenye wanasema significant figure, kama ulisoma mathematics, ukija ukiapproximate katika makumi, ina maana kwamba ana wastani wa kufungwa goli 1 katika mechi zote ambazo amecheza. Kwa hiyo ameruhusu goli 1 peke yake. Kwa hiyo ukiangalia kiwango chake cha ufanisi kiko juu kweli kweli.
Kwa hiyo kwa upande wangu ukisema kwamba tuzo ambayo amepewa Mirudi Hamdi inastahili, mimi nitasema inastahili kabisa kutokana na ufanisi wake ambao ameweza kuuonyesha katika michezo yake hii ambayo ameicheza bwana Sisco. Bwana, mimi nikushukuru sana ndugu yangu Steven mwana wa Mapunda. Ndio. Umetupa data ambazo zimeshiba kweli kweli. Yeah. Kumbe liomo yamo. Unajua siku hizi watu wanasimulia matukio. Ndio. Yani watu wanaelezea. Yani tukio ambalo umeliona watu wanaelezea. Umeelewa vizuri? Yani mtu hapo anachambua. Unajua Mirudi alishinda michezo minne. Umeona vizuri? Hapana, ni mitano. Mmoja alipata sare. Lakini ukitazama Yanga jinsi wanavyocheza, kuna mabadiliko wameyafanya. Yani kunaona wachezaji wa zamani wale ambao walikuwa wapate nafasi hivi ndio wanapata nafasi. Lakini ukiangalia eneo ya uchezaji Yanga Afrika ni kama vile wanakwenda yani wote kushambulia lakini wanarudi nyuma. Sasa hayo tunayaona. Umeelewa vizuri? Sisi tunataka zile small details kama hizi. Bwana umetisha. Kabisa. Uko vizuri. Lakini pia ukiangalia Mirudi hata katika hali ya kikosi pia kuna mabadiliko makubwa ambayo ameyafanya. Tunaona mwanzoni makocha wengi ambao wamemtangulia, Miguel Gamondi, anakuja Sid Lamovic. Tunaona katika kiungo chake akapenda kumtumia Mudathiri pamoja na Khalid Aucho, Sodakta. Lakini kwa sasa hivi tunaona approach yake mara nyingi sana Mudathiri unakuta anaanzia pembe, anaanza pale Duke Abuya. Na ukiona hata katika mechi ile ya Pamba Jiji, mimi binafsi kama ingekuwa inawezekana man of the match, hata benchi ya ufundi linahusika, ile man of the match alipewa Stefan Aziz Ki, nafikiri aliingia na kuweza kufunga magoli mawili ya muhimu kabisa. Ila mimi ningeweza kumpa kocha Mirudi Hamdi kwa maana kwamba tuliona approach yake ambayo alivyokuwa amepanga, aliweka viungo wengi zaidi ambao kutokana na ugumu wa viwanja, ugumu wa mechi, lakini baadaye anakuja kuingia Aziz Ki, anakuja kulainisha na hatimaye Yanga anaweza kupata matokeo mazuri zaidi. Bwana umetisha sana. Wewe unaelewa. Bwana sawa, hivyo ndivyo baba amemaliza bomba kweli kweli Steven Mapunda. Mimi naitwa Sisco, lakini nguvu kubwa bwana tunaipata kupitia Town Nice, mabingwa wa kutengeneza pool table nzuri bora bomba na za kisasa. Ofisi ziko maeneo Mabibo Hostel Shuka, ikiwa unatokea Buguruni na Tabata, nyuma ya kituo ambacho tunashuka basi ndipo ipo kampuni bora ya Town Nice. Fika hapo ili uweze kujipatia bidhaa bora kwa gharama nafuu, alafu na enjoy kweli kweli. Nyuma ya kamera amesema Odo Nuru. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Odo kwenye baibui zuri kweli kweli la mfungo mtukufu wa mwezi Ramadhani kutoka China kupitia Jaba Air Solutions International Trade. Bwana kwa heli.